Jiwazie umesimama mbele ya bahari kuu wakati wa machweo. Mawimbi yanacheza kwa utulivu ufukweni, yakialika kila moyo uliochoka kuja kupumzika katika huruma ya Mungu. Mawimbi hayo hayana lengo la kukuangamiza, bali yanakuja kuosha miguu yako iliyochoka kwa vumbi la safari ya maisha. Hii ndiyo picha ya huruma ya Mungu, bahari isiyo na pwani, inayosubiri moyo uliovunjika upate bandari ya salama. Leo tunazungumzia mkono wa Baba unaotafuta mtoto aliyepotea gizani. Ni mwaliko wa upendo uliopita akili za wanadamu, ulioshushwa duniani na Yesu mwenyewe kupitia kwa Mtakatifu Maria Faustina. Leo si Dominika ya kawaida. Leo ni siku ambayo chemchem zote za neema zimefunguliwa kwa ajili ya kila nafsi. Ni Dominika ya huruma ya Mungu. Je, unahisi kiu? Unahisi vumbi la safari ya maisha limekuchosha? Karibu uungane nami Joyce Jonatus Mikwachu katika makala haya maalum ili kuzama kwenye miale ya mwanga, miale inayotoka kwenye kifua cha Mwokozi. Tujue kwa nini siku hii ni ya kipekee na kwa nini picha unayoitazama leo ina nguvu ya kubadili historia ya maisha yako. Katika safari hii ya kutafuta uso wa Mungu, tuko naye Aleta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL Salasala, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambaye atatufungulia milango ya siri hizi za baraka, kuanzia ile picha yenye miale miwili, novena, hadi saa ya ukombozi. Kwa majina ninaitwa Aleta Leonard Simon, natokea parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL Salasala. Ndani ya ibada ya huruma ya Mungu imegawanyika katika sehemu za kiibada. Ukisema ibada ya huruma ya Mungu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea Mtakatifu Maria Faustina na kumuonyesha na kumfundisha ibada mbalimbali ambazo zote zinajumuishwa, ndiyo ibada ya huruma ya Mungu. Ndani ya ibada ya huruma ya Mungu tunakutana na picha ya huruma ya Mungu, image of divine mercy, ambayo tokeo lake ndo hilo la Februari 22 mwaka 1931, Bwana alipojionyesha kwa Mtakatifu Maria Faustina akiwa katika utukufu wake na kumwambia, nichole kama unavyoniona. Pia ndani ya ibada ya huruma ya Mungu tunakutana na rozari ya huruma ya Mungu. Pia hii rozari ya huruma ya Mungu Septemba 14 na 15 mwaka 1935, Mtakatifu Maria Faustina aliona ono la kutisha. Kwa sababu ya ono lile la kutisha, malaika alikuwa anataka kuiangamiza sehemu moja ya Poland, ndipo Bwana Yesu akamfundisha Mtakatifu Maria Faustina kusali hii sala, rozari ya huruma ya Mungu. Bwana Yesu aliita ni sala inayotuliza hasira ya Baba, novena ya huruma ya Mungu. Bwana Yesu pia alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina maneno ya novena ya siku zote 9. Hii ni sala. Kwa hiyo tutasali novena siku 9 kuomba nia tofauti tofauti, lakini hasa Bwana alimwambia tutasali novena hii Ijumaa Kuu, wakati wa mateso ya Bwana. Pia Bwana Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina saa takatifu, saa 9 alasiri, ule muda ambao Bwana Yesu aliteswa na kufa pale msalabani. Hile ni saa takatifu. Kwa hiyo hizi channel 5 ndo ibada ya huruma ya Mungu. Inabidi zote kwa pamoja tuwe nazo ili tuweze kuwa katika ukamilifu wa hii ibada ya huruma ya Mungu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo kwa miaka 8 alimuonyesha na kumfundisha Mtakatifu Sister Maria Faustina Kowalska.
Pia Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, maana Maria Faustina anaielezea ile miale inayotoka kwenye moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ile miale mieupe na miekundu. Mtakatifu Maria Faustina anatuambia ni miale angavu sana, iko transparent sana, alafu na ukali wa miale ile inafunika ulimwengu mzima. Alipenda kujua nini maana ya ile miale inayotoka kwenye moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na Bwana Yesu alimfundisha yeye mwenyewe. Mtakatifu Maria Faustina alimwambia kuwa miale hiyo ya mwanga inayotoka ndani ya moyo wangu mtakatifu ni alama ya damu na maji yaliyomwagika kutoka ndani ya moyo wangu mtakatifu wenye huruma siku ile nilipojitoa sadaka Kalvarini. Miale mieupe ni alama ya maji yanayoosha roho, na miale hii inalinda roho kabla ya adhabu ya Baba yangu. Na kwa bahati anayeishi katika ulinzi wake, yani ulinzi wa miale hii, mkono wa silaha ya Mungu hautomfikia. Maji haya ni ishara ya ubatizo wetu ambao hutuosha na uchafu wote na unafuta uadui wetu na Mungu na kutujalia uhuru. Maji hayo pia ni ishara ya miminiko la Roho Mtakatifu anayetutakasa na kutuburudisha katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Basi zaidi ya yote, miale hii inayoonekana kwenye picha ya huruma ya Mungu inamaanisha masakramenti matakatifu ya kanisa. Ndivyo Bwana Yesu pia akamwambia, utaheshimu miale hii inayotoka ndani ya moyo wangu mtakatifu, ambayo ni ishara ya damu na maji yaliyomwagika kwenye moyo wangu mtakatifu nilipochomwa ubavu kwa mkuki kwa sala hii. Damu na maji yaliyobubujika toka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, kama chemchemi ya huruma kwetu, ninakutumainia. Ni ajabu sana. Miale ile ya damu na maji ni kama mikono miwili inayotukumbatia. Lakini Aleta, mbali na picha hii tunayoiona kwa macho, kuna ile saa takatifu na novena ya huruma ya Mungu. Ni kwa namna gani hizi zimekuwa kama lugha ya siri kati ya mwanadamu na Mungu anapozisali? Tufungulie mlango huo. Novena ya huruma ya Mungu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Sister Maria Faustina Kowalska. Sister Maria Faustina Kowalska anatuambia novena ya huruma ya Mungu ambayo Bwana Yesu aliniagiza niandike na isaliwe na watu wote, hasa ianze Ijumaa Kuu. Bwana alimwambia hivi Mtakatifu Maria Faustina, natamani kwamba katika siku hizi 9 ulete kwenye roho yangu, kwenye moyo wangu mtakatifu, uzilete roho kwenye chemchemi ya huruma yangu, ili kutoka humo roho ziweze kupata nguvu, burudisho na neema yoyote wanayohitaji katika ugumu wa maisha na hasa saa ya kifo. Kila siku utaleta katika moyo wangu mtakatifu makundi tofauti tofauti ya roho na utawazamisha katika bahari ya huruma yangu. Nitaleta roho zote katika nyumba ya Baba yangu. Utafanya hivi katika maisha haya na maisha yajayo. Sitainyima roho yoyote ambayo utaileta kwenye chemchemi ya huruma yangu. Kila siku utamwomba Babangu kwa nguvu ya mateso yangu makali, kwa neema ya roho hizo utakazozileta kila siku ya novena. Nikamjibu Bwana Yesu, sijui namna ya kusali novena hiyo, na ni roho zipi nizilete kwenye chemchemi ya huruma ya moyo wako mtakatifu. Bwana Yesu akamjibu Mtakatifu Maria Faustina, ninakufundisha ni roho za namna gani ambazo uzilete kwa siku 9 kwenye chemchemi ya huruma yangu. Na Bwana Yesu akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, nitatoa katika novena hiyo, nitatoa neema nyingi iwezekanavyo kwa roho zitakazoombewa na roho zitakazosali hiyo novena. Pia Bwana Yesu aliendelea kusema, ili kila roho iweze kusifu wema wangu, natamani uaminifu kutoka kwa viumbe vyangu, kuhimiza roho
waweke tumaini kubwa katika huruma yangu isiyoelezeka. Acha roho dhaifu zenye dhambi zisiogope kunikaribia, kwa maana hata ikiwa zingekuwa na dhambi zaidi kuliko mchanga ulimwenguni mote, huruma yangu ingemiminwa katika kina kisichopimika cha huruma yangu. Mtakatifu Maria Faustina anasema ndipo sasa Bwana Yesu akamfundisha siku ya kwanza ya novena, utawaleta roho. Bwana alimwambia, leo niletee wanadamu wote na hasa wadhambi wote, uwazamishe katika bahari ya huruma yangu. Kwa njia hii utanifariji katika huzuni kali ambayo upotevu wa roho unitumbukiza. Hiyo ndo novena siku ya kwanza. Roho zipi ambazo tunazipeleka kwa Bwana Yesu? Roho ambazo tunazipeleka kwa Bwana Yesu siku ya pili ya novena, Bwana alimwambia, leo niletee roho za mapadre na watawa na uwazamishe kwenye huruma yangu isiyo na mwisho. Ni wao ambao walinipa nguvu ya kuvumilia mateso yangu makali mno. Kwa njia yao kama mifereji, huruma yangu utiririka kwa wanadamu wote. Roho ambayo tunaipeleka kwa Bwana siku ya pili hiyo ya novena. Na siku ya tatu ya novena ya huruma ya Mungu, Bwana Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, leo niletee roho za wacha Mungu na waaminifu na uwazamishe kwenye bahari ya huruma yangu. Roho hizi ziliniletea faraja katika njia ya msalaba. Zilikuwa ndio tone lile la faraja katikati ya bahari ya uchungu. Kwa hiyo roho za siku ya tatu ya novena ni wacha Mungu na waaminifu. Roho ambazo tunazipeleka siku ya 4 ya novena, Bwana Yesu alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, alimwambia hivi, niletee kwangu wapagani na wale ambao hawajanijua bado. Nilikuwa nikiwafikiria pia wakati wa mateso yangu makali na bidii yao ya baadaye, ili ufariji moyo wangu mtakatifu, wazamishe katika bahari ya huruma yangu. Kwa siku ya 4 ya novena tunawapeleka katika huruma ya Mungu roho za wapagani na wale wasiomjua Mungu bado. Na siku ya 5 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, alimwambia hivi, leo niletee roho za wazushi na waliojitenga na kanisa na wazamishe katika bahari ya huruma yangu. Wakati wa mateso yangu makali waliuchana mwili na moyo wangu, yani kanisa langu. Wanaporejea katika umoja wa kanisa, majeraha yangu hupona, na kwa njia hii wanapunguza mateso yangu. Kwa siku ya 5 ya novena tunawapeleka ndani ya chemchemi ya huruma ya Mungu katika moyo mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, roho za wazushi na roho za watu waliojitenga na kanisa. Na siku ya 6 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, alimwambia, leo niletee roho pole na nyenyekevu na roho za watoto wadogo, wazamishe katika huruma yangu isiyo na mwisho. Roho hizi zinafanana kwa ukaribu na moyo wangu, waliniimarisha wakati wa mateso yangu makali. Niliwaona kama malaika wa duniani ambao watakesha kuabudu kwenye altare zangu. Nitawamwagia juu yao mito yote ya neema. Roho nyenyekevu pekee ndio inayoweza kupokea neema yangu. Nazipendelea roho nyenyekevu na kuziamini sana. Siku ya 6 ya novena, Bwana amesema tuwapeleke kwenye moyo wake mtakatifu ulio na huruma, roho pole na nyenyekevu na roho za watoto wadogo. Siku ya 7 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, alimwambia hivi, leo niletee roho ambazo zinaabudu na kuitukuza huruma yangu na uwazamishe katika huruma yangu. Roho hizi zilihuzunikia zaidi mateso yangu na ziliingia sana ndani ya roho yangu. Ni picha hai za moyo wangu wenye huruma.
Roho hizi zitang'aa kwa mwangaza wa pekee katika maisha yajayo. Hakuna hata mmoja kati yao atakayoingia motoni. Nitaitetea kila mojawapo saa ya kufa. Siku ya 7 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo ametaka tuwapeleke roho ambazo zinaabudu na kuitukuza huruma ya Mungu. Ametaka roho hizo zizamishwe katika chemchemi ya huruma ya kimungu. Na siku ya 8 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina, alimwambia hivi: leo nilete roho ambazo ziko kwenye gereza la toharani na uwazamishe katika kilindi cha huruma yangu. Hacha vijito vya damu yangu vipoze moto wao mkali. Roho hizi zote zinapendwa sana nami, wanafanya malipizi kwa haki yangu. Ni katika uwezo wako kuwaletea auheni. Chota rehema zote kutoka hazina ya kanisa langu na uwape kwa niaba yao. Laiti ungelijua mateso wanayoyapata, daima ungetolea matendo ya huruma kwa niaba yao na kulipia deni lao kwa haki yangu. Kwa hiyo hii siku ya 8 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo amependa tuwapeleke katika chemchemi ya huruma ya kimungu roho zote zilizo katika gereza la toharani. Kwa hiyo siku ya 8 tunawaombea roho za marehemu waliokuwa toharani. Siku ya 9 ya novena, Bwana wetu Yesu Kristo amemfundisha Mtakatifu Maria Faustina, amemwambia hivi: leo nilete roho ambazo zimekuwa vugu na wazamishe katika kilindi cha huruma yangu. Roho hizi huumiza moyo wangu kwa uchungu sana. Roho yangu iliteseka sana katika bustani ya Mizeituni kwa sababu ya roho vugu. Hizo ndizo zilikuwa sababu ya kulia: Baba, niepushie kikombe hiki ikiwa ni mapenzi yako kwa ajili yao. Tumaini la mwisho la wokovu ni kuikimbilia huruma yangu. Sasa siku ya 9 ya novena, Bwana amesema tupeleke katika moyo wake mtakatifu roho zilizo vugu. Tuwapeleke katika kina kirefu cha huruma ya Mungu. Na Bwana amesema tumaini la mwisho la wokovu kwa roho vugu ni kuikimbilia huruma ya Mungu. Kwa hizo ndizo novena siku 9 ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina Kowalska. Alimwambia kuwa novena hii ianze Ijumaa Kuu, kabla ya ibada ya mateso yake. Kwa hiyo Ijumaa Kuu asubuhi mpaka saa 8 kamili tuwe tumemaliza kusali novena ya huruma ya Mungu. Na inaposaliwa novena ya huruma ya Mungu, lazima isaliwe na rozari ya huruma ya Mungu, ili kwa ajili ya maandalizi ya siku kuu ya huruma ya Mungu. Kuhusu saa takatifu, pia Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina kuhusu saa takatifu. Alimwambia saa takatifu ni ule muda ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikata roho msalabani. Bwana alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, ilikuwa hiyo ni Oktoba 1937, ndo kati ya ile channel ya huruma ya Mungu, picha huruma ya Mungu, rozari ya huruma ya Mungu, novena ya huruma ya Mungu, sikukuu ya huruma ya Mungu. Hili ndo lilikuwa ni fundisho la mwisho la Bwana Yesu kwa Mtakatifu Maria Faustina. Hii ni channel ya mwisho ambao alimfundisha, ilikuwa Oktoba 1937, na mwaka unaofuata Oktoba 5 1938 Mtakatifu Maria Faustina ndo aliagana na maisha ya dunia. Kwa hii Bwana Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, abudu saa ya kifo changu kwa namna ya pekee. Yeye mwenyewe Bwana Yesu aliita ni saa ya huruma kwa dunia nzima. Na Mtakatifu Maria Faustina anasema miezi michache baadaye, yani Februari 1938, Bwana Yesu alirudia agizo hilo na alisema juu ya umuhimu wa saa hii ya huruma na ahadi ambazo ameambatanisha nazo kwa namna ya pekee kwa yule ambaye atakayekuwa anaadhimisha huu muda wa saa takatifu.
na alimwambia saa takatifu ni ile saa 9 alasiri, muda ambao Bwana wetu alikufa pale msalabani. Alimwambia, nilipokuwa ninakufa msalabani, sikufikiri juu yangu mwenyewe, bali juu ya maskini wa dhambi, na nilimwomba babangu kwa ajili yao. Kila mara usikiapo inagongwa saa 9 alasiri, jizamishe mwenyewe kabisa kwenye huruma yangu, ukiabudu na kuitukuza. Uite nguvu yake iliyo kuu sana kwa dunia nzima, hasa kwa ajili ya maskini wakosefu. Saa hii utapata yote kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya wengine. Saa hii ilikuwa ni saa ya neema kwa ajili ya dunia nzima. Huruma ilishinda haki. Pia Bwana wetu Yesu Kristo alimwambia katika muda huu sasa wa saa takatifu, alimpa option 3. Alimwambia option ya kwanza, utasali njia ya msalaba. Katika saa hii utasali njia ya msalaba, au utaingia chepo kuabudu moyo wangu mtakatifu ulio ndani ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Au alimwambia utasali sala ya huruma niliyokufundisha mahali popote ulipo. Sala ya huruma ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina ni rozari ya huruma ya Mungu. Asante sana kwa kutulisha chakula cha roho. Ni wazi kuwa novena ni maandalizi, lakini leo ni kilele cha safari. Kabla hatujasikia sauti ya padre, tueleze kwa ufupi kwa nini Yesu alisisitiza sana ibada hii ifanyike katika kipindi hiki cha nyakati zetu. Bwana Yesu analeta ibada ya huruma ya Mungu kwa Mtakatifu Maria Faustina. Alimwambia kwanza ni kuandaa ujio wa pili wa Bwana Yesu aliye mfalme wa huruma. Pili, kuziombea roho za marehemu waliokuwa toharani. 3, kuwaombea wakosefu waliopoteza neema ya kujiombea. Na 4 ni kuitangaza huruma ya Mungu. Hizo ndizo sababu msingi ambazo Bwana Yesu ameileta hii ibada ya huruma ya Mungu. Hii Bwana alimwambia si kwa faida yako wewe, bali kwa ajili ya ulimwengu mzima. Haya yote, hizi nia 9, haya makundi yote, Bwana yeye ndo anajua roho za watu wake. Haya makundi na hizi sala ni Bwana alikuwa anamwambia Mtakatifu Maria Faustina, andika. Maana Mtakatifu Maria Faustina alimwambia Bwana Yesu, sijui ni makundi ya roho zipi nizilete kwako, na sijui hiyo novena ipoje. Bwana akamfundisha. Alianza kwanza kusali yeye Faustina, Mtakatifu Faustina, ndipo Bwana akamwambia sasa itasaliwa na wanadamu wote ulimwengu mzima. Na ukiachana na hii, tunaanza Ijumaa Kuu, novena na rozari ya huruma ya Mungu. Pia Bwana alimwambia itasaliwa muda wowote, wakati wowote, kuomba, kusifu au kuitukuza huruma ya Mungu. Kwa hiyo tukiachana na tunaanza Ijumaa Kuu, kwa hiyo kumbe tunaweza kusali hii novena wakati wote, kuomba chochote kwa Bwana Yesu kupitia novena ya huruma ya Mungu, kusifu kwa Bwana Yesu kupitia novena ya huruma ya Mungu, kuitukuza huruma ya Mungu kupitia novena ya huruma ya Mungu. Kwa Bwana Yesu akatualika tuitumie hii novena ya huruma ya Mungu siku 9 ambayo yeye alifundisha, kuomba yale tunayoomba mradi yapatane na mapenzi ya Mungu. Tunapohitimisha safari hii ya dakika chache, tunapokea tafakari kutoka kwa Padre Leonce Maziku, padre wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Mpendwa, tege sikio lako, si kwa masikio ya mwili, bali kwa masikio ya roho. Naitwa Padre Leonce Maziku, ni padre wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapojiandaa kwa sherehe kubwa ya Jumapili ya pili ya Pasaka, ambayo ni Jumapili ya huruma ya Mungu. Tukio la kwanza lilikuwa tarehe 22 Februari mwaka 1931. Akiwa na umri wa miaka 26, akaambiwa atakuwa mjumbe wa ibada ya huruma ya Mungu. Na Yesu alimtokea akiwa amevaa vazi refu jeupe. Mkono wa juu alikuwa anabariki, mkono mwingine ameweka kifuani, maana ya mishale. Maana ya mishale ilikuwa ni Kalvario pale. Kulia kuna mshale mwekundu, alama ya damu
na kuonyesha kuosha roho. Kushoto mwali mweupe, maji yanayoosha roho na kuonyesha kwamba kwa sadaka ya pale msalabani Yesu anaumia kuona watu wanapotea wakati alishatoa sadaka kubwa. Halafu ikaendelea kusema, sadaka hiyo tukiweza kuipokea huruma ya Mungu inalinda roho kabla ya adhabu ya Baba yetu aliye mbinguni. Halafu akampa maelekezo Sista Faustina achore picha Yesu ni mfalme wa huruma, aweke kanisani kwake, kisha iende duniani kote hiyo picha. Tumsifu Yesu Kristo. Labda moyo wako unahisi uzito, unahisi umepotea kiasi cha kutoonekana tena. Lakini kumbuka, jua halichoki kuchomoza na huruma ya Mungu haichoki kukusubiri. Picha ile unayoiona kanisani si mapambo, ni dirisha. Ni dirisha linalopitisha huruma ya Mungu maishani mwako. Na ile rozali unayoishika si ushanga, ni kamba ya kukuokoa kwenye shimo la upweke. Anza leo. Ingia kwenye bahari hii. Ruhusu miale ya huruma iangaze pembe za maisha yako ambazo zimekuwa na giza kwa muda mrefu. Dominika hii huruma ya Mungu isipite kama upepo maishani mwako. Usiichukulie kama desturi tu, bali ichukulie kama barua ya upendo iliyoandikwa kwa damu na maji mahususi kwa ajili yako. Mimi ni Joyce Jonatus Mikwachu. Nikuache na swali moja. Je, uko tayari kuacha uzito wako na kukumbatiwa na huruma isiyo na mwisho?